Hakuna atakaye kujali wala kukuhuruma mpaka ushinde. Leo tuzungumze ukweli ambao wengi wanautaka, lakini wachache wanathubutu kuusema hadharani. Ukweli mchungu, lakini ndio unaoweza kubadilisha maisha yako kama ukiamua kuusikia kwa umakini. Kwanza, jiulize swali hili. Kwa nini watu hawaoneshi kujali unapoanguka, unapoishiwa, unapoanza sifuri au unaposhindwa? Kwa nini watu hawakukumbuki wakati unahitaji msaada, lakini wanakuja haraka sana baada ya mafanikio? Ni rahisi, kwa sababu dunia imejenga utamaduni mmoja. Hakuna anayejali mpaka ushinde. Watu watakufumbia macho unapolala njaa, lakini watakuuliza siri ya mafanikio ukianza kung'aa. Watu hawatakutumia hata salamu unapopambana kimya kimya, lakini watataka picha na wewe ukishakuwa mtu mkubwa. Watu watakufurahia kimoyomoyo unaposhindwa, lakini watasema tulijua ataweza pale mwisho utakapoibuka mshindi. Huo ndio ukweli wa maisha, na ukishaupokea utaanza kubadilisha mtazamo wako kuhusu safari yako. Sasa sikiliza kwa makini. Kuna kipindi ambacho utapitia vita vinavyokuumiza zaidi ya kawaida. Kipindi ambacho hutapata sapoti, hakuna atakaye kuuliza umefika wapi, hakuna atakaye kujali kama unaendelea au umekwama. Kipindi ambacho kila mtu atakuwa busy na maisha yake na wewe utabaki na mtu mmoja tu wa kukusaidia, wewe mwenyewe. Hapo ndipo wengi hukata tamaa. Wengi huacha ndoto. Wengi hurudi nyuma kwa sababu hawajapata makofi, hawajapata sifa, hawajapata kutambuliwa. Lakini leo nataka kukuambia kitu muhimu sana. Wale unaowategemea watakuja tu, lakini baada ya ushindi. Wale unaowahitaji watakukumbuka tu utakapoanza kung'aa. Wale wanaokucheka leo watabadilisha sauti kesho ukianza kupanda juu. Kazi yako sio kuwaomba watu wakujali. Kazi yako sio kusubiri watu wakusimamie. Kazi yako sio kuishi kwa kutegemea pongezi za watu. Kazi yako ni moja tu. Simama, endelea, inuka, pambana, jitume, usikate tamaa. Kwa sababu mafanikio yako hayatabebwa na huruma za watu. Hayatakuja kwa sababu mtu alikuhurumia, hayatakuja kwa sababu mtu alikuonea aibu. Mafanikio yanakuja kwa sababu umeamua kupigana mpaka mwisho hata kama hakuna anayekuamini. Ishi maisha yako kwa mtazamo huu. Kama hakuna anayejali sasa, basi nitafanya kazi mpaka kila mtu atake kujua jina langu. Pitia maumivu yako kimya kimya, lakini jitume kwa sauti kubwa. Pitia changamoto zako peke yako, lakini jenga matokeo yatakayosikika kila kona. Jitese kwa mazoezi, kusoma, kujifunza, kupambana mpaka dunia isiwe na namna nyingine ila kukuheshimu. Unajua kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu dunia ina lugha moja inayosikika vizuri zaidi, matokeo. Matokeo yanaweza kubadilisha jinsi watu wanavyokuona. Matokeo yanaweza kubadilisha kisichoonekana kikawa dhahiri. Matokeo yanaweza kufanya hadithi yako isimuliwe na watu waliowahi kukupuuza. Na ukweli mwingine ni huu. Hakuna mtu atakaye kupigia simu akuambie endelea utafanikiwa. Wengine watachungulia tu kwa mbali wakuone ukikatisha matumaini yako. Lakini hawajui wala hawataki kujua vita unazopigana kila siku. Kwa hiyo, leo hata kama umechoka, inuka. Hata kama unakata tamaa, endelea. Hata kama unaonekana kama hauna mwelekeo, pambana tu. Hata kama hakuna anayekuamini, jiamini mwenyewe. Kwa sababu siku utakayofanikiwa, na naamini utafanikiwa, kila mtu atakuja kusema walikuamini. Kila mtu atakuja kusimulia safari yako. Kila mtu atataka kuwa karibu yako. Lakini kabla ya siku hiyo kufika, unatakiwa kujua jambo muhimu. Ushindi wako hautabendwa na watu, utajengwa na juhudi zako. Kwa hiyo, usilalamike kwamba hawakuungi mkono, usijisikie vibaya kwamba hawakujali, usiumizwe na ukimya wao. Ukimya wa watu ni dawa ya mafanikio. Unatengeneza mazingira ya kukujenga bila shinikizo, bila kelele, bila pressure. Ni kipindi cha kujisuka upya, kujifunza, kujipanga na kujijenga.
Siku yakifika, matokeo dunia yote itajua, na hapo kila aliyekudharau ataamini. Kila aliyekuacha ataomba nafasi. Kila aliyekubeza atashangaa uwezo wako. Lakini mpaka hapo